بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. tunaendelea na darasa yetu ya kitabu Adabu Zafaf في السنة المطهرة العلامة محمد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نبعد tupo katika masala ya 38 au adabu ya 38, al-imtina'u min mukhalifati ash-shar'. Nabado katika adabu hiyo ya 38 tupo katika kipengele cha mwanzo au katika jambo la mwanzo, ambapo Sheikh alisema wa ana unabbihu huna ala umurin hamma minha ta'liq as-suwar, kuninginiza sura. Na kipengele hicho kikatufikisha mpaka katika ta'liqi iliyokuwepo kwa mujibu wa chapa yangu mimi ya kitabu katika nambari 116 pale aliposema thaniyan, ya pili baada ya kuimaliza ya kwanza. Anasema lau kana sababu al-inkar, lau kwamba ingelikuwa sababu ya kupinga, huwa al-mukhalifa, ni kwenda kinyume, allati, kwenda kinyume ambako dhakaraha hadharatul katib, aliko kutaja mwandishi alikuwa mashuhuri au mwandishi ambaye mwenye heshima. Tamko hili wanasema ahlul ilmi, ikisema hadharatul katib, andikeni maana hiyo nisema hiya sighatun tashrifiyya. Hadharatul katib hiya sighatun tashrifiyya tustakhdamu lilisharati ila alkatibi au muallifi. hiya sighatun تشريفية تستخدم للإشارة إلى الكاتب أو المؤلف، وتستخدم عادة للاحترام، وقد تستخدم للإشارة إلى كاتب مشهور. kwa hiyo wanasema kwamba ikiambiwa hadharatu al-katib, maana yake kwamba ni sigha ya kiutukufu inayotumika kwa ajili ya kuashiria kwa yule mwandishi wa kitabu au muallif, mtunzi wa kitabu. Watustakhdamu adatan, na vile vile hutumika adatan lilihtiram, natumika kidesturi kwamba kwa ajili ya heshima. Waqad tustakhdamu lilishara, na vile vile hutumika kama ishara ila katibin mashhur, kwa mwandishi aliyekuwa mashuhuri, ndio inaitwa hadharatu al-katib. Umeelewa? Hadharatul katib. Kwa hiyo kwa maana za haraka haraka kwamba inatumika
ni sifa ambayo mwandishi alikuwa mtukufu anotukuzwa, au mtunzi ambaye alikuwa anatukuzwa, au mwandishi alikuwa mashuhuri, au kama mtu mwenye kuheshimiwa, ndio inatumika hadharatul katib. Kwa hiyo hapo anaonyesha kumtukuza huyo ambaye alikuwa ameandika hicho kitabu. Asema allati dhakaraha hadharatul katib, ambayo ameitaja mukhalafa ambao ameutaja mwandishi alikuwa mtukufu au mashuhur, almusharu ilayhi ambaye alikuwa ameashiriwa. Lama aqarra rasulullah sallallahu alayhi wasallam Aisha, basi asingelimkiria mtume sallallahu alayhi wasallam, asingemkubalia mtume sallallahu alayhi wasallam kumkubalia Aisha ala ittikhadhiha fi jumlati lu'abiha, juu ya kufanya hivyo vinini hivyo vinyago au visanamu au vitoizi kuwa ni katika jumla ya mchezo yake. Farsan kuwa ni farasi, anasema ala ittikhadhiha fi jumlati lu'abiha farsan, juu ya kufanya kwake katika jumla ya kucheza kwake kuwa ni yani farasi, kumfanya farasi lahu janahani, akawa kwamba kuna ana mbawa mbili, yani toizi ambayo iko mfumo wa farasi ikawa ina mbawa mbili. Fi qissatin ukhra, katika kisa kingine, kama sayati fi alhadith alkhamis, kama ambavyo tutakapokuja katika hadithi ya 5 min almas'ala, katika mas'ala ya ngapi? Ya 40. Kisha akasema fasaqata bihadha, basi pakadondoka bihadha, kwa jambo hili, kalamu hadharatul katib, pakadondoka kwa jambo hili maneno ya yule mwandishi alikuwa mashuhur au mwandishi alikuwa mtukufu. Wadhalla alhadithu muhkaman, na hadithi ikabakia kuwa ni muhkaman, laysa lahu muarid, haina ilikuwa inapingana nao, maana hakuna kwa hadithi hiyo kile ambacho chenye kuipinga hadithi hiyo. Wa amma hadithu Abi Talha, ama hadithi ya Abu Talha inayosema innal malaikata, hakika malaika la tadkhulu baytan fihi sura, malaika haingii katika nyumba ambayo ndani yake kuna sura, illa raqman fi thawb, isipokuwa maandishi katika nguo. Na raqman maandishi au michoro ambayo inapatikana katika nini? Katika nguo. Lakini sura ya dhawatul arwah, malaika anakuwa haingii katika nyumba hiyo. Kila sura ambayo ya kiumbe chenye roho, malaika huwa haingii ikiwa sura hiyo imening'inizwa katika sehemu. Famaanahu, maana yake fi thawbin, katika nguo, mumtahanu, inasoma kutoa fatha mumtahanun au mumtahin, ghairu muallaq, katika nguo ambayo ilikuwa mumtahan. Na thawbu mumtahin au mumtahan, wako katika ahlul wakasema kwamba ni thawbun muhtaqar wa mutabadhal, ni nguo ambayo ilikuwa yenye kudharauliwa na ambayo ilikuwa inatumika. Hiyo ni maana moja. Lakini waliosema kwa kutia kasra thawbu muntahin, manake nguo ya yule ambayo mwenye kufanyia kazi, yani wewe uko na nguo yako maalum, nguo hiyo ikawa kwamba unafanyia kazi, labda fulana uko unafanyia kazi tu, basi wanasema katika hali kama hiyo itaruhusika uko unafanyia kazi, unabebea matofali, unabebea kadha, unabebea kile, unabebea hichi, kisha baadaye unalitupilia mbali nguo ambayo ilikuwa chakavu, ghairu muallaq, sio ambayo ilikuwa imefanini imening'inizwa. Kama afadahu hadithu Aisha hadha, kama nufidisha hadithi ya Aisha hii, fa innahu sarihun, kwamba hiyo hadithi iko wazi, fi anna almalaika, kwamba malaika la tadkhulu albayta ma dama fi suratun muallaqa, haingii katika nyumba ambayo ilikuwa ndani yake kuna sura ambayo ilikuwa imening'inizwa. Na majumba mengi sana yamewekwa sura hizo, imewekwa mapicha hayo, hakuna faida yoyote. Ukauliza faida yake ni nini? Kumbukumbu tu. Tena utakuta wengine wameweka ukumbini, alipokuwa anasoma nasar, picha yake iko pale ukumbini,
alipokuwa anasoma primary picha yake ipo kumbini pale, alipokuwa anasoma secondary picha yake ipo kumbini, kwa bahati labda akapata kwenda chuo picha yake iko pale kumbini ya chuo, na vile vile ya kazini kwake pia ipo, na almustaafu pia ipo. Sasa ni mambo ambayo yalikuwa si sawa. Picha ambazo walikuwa wameziweka katika kuta inatakana kwamba faineni mziondoshe kwa sababu malaika haingii. Lakini sasa hivi pia kuna baadhi ya kuta zinakuwa zina designiwa, zinapigwa kama body fulani hivi, zinaekwa ndani yake, baadhi yake wana jina lao la kiutaalamu, zinaitwaje zile zinobandikwa katika kuta, kama design fulani hivi na jina lake. Yani ukitaka wewe maua yote unabandikiwa, lakini na jina lake, yani na jina lake hakuna mwenye kujua. Wanaita wallpaper, zinaitwa wallpaper ambazo zinabandikwa katika ukuta hivi, unafahamu, zinabandikwa katika ukuta. Sasa nyinginezo zinakuwa zina viumbe venye roho, vipepeo, pazi, vijusi, au wadudu wengine wanapatikana Uingereza huko katika miji yetu hawapo. Vyote vile ni vitu ambavyo vilikuwa havifai kubandikwa katika hizo wallpaper hizo. Wall kuta, paper. Kwa hiyo kuta za, yani paper za ukuta. Simefahamu? Na kwanza bandiko. Na wengine wanaona kama ni rangi, si rangi zile. Yani ni paper maalum ambazo za kuta ambazo zinakuwa zinabandikwa na zinauzwa, na kila moja ina gharama yake. Haya, sasa jambo ambalo lilikuwa hatakani kuwekwa ndani ya nyumba, bikhilafi ma idha kanat mumtahana, kinyume na zile ambazo zilikuwa za mumtahana, za kufanywa kazi, yani kwamba nguo ambazo zilikuwa zinafanywa kazi, au zile ambazo zilikuwa chakavu ambazo zilikuwa zinakanyagiwa. Anasema kama afadahu qawluha, kama ambao anafundisha kauli yake, faqad ra'aytu muttaki'an ala ihdahuma, kwa hakika mimi niona kwamba ameegemea juu ya moja katika hayo mawili. Yeye pia yani kwamba ile stara ile alichana pande mbili, kila moja akatengeza mtu, yeye akatengeza mtu, akatengeza mtu. Kisha anasema kwamba nikamuona ameegemea juu ya moja, wa fiha sura, na ndani yake sura. Mtahana maana yake kudhalishwa kile kitu. Maana zote mbili ambazo wazitaja wanachuoni zinaingia. Fahadhihi sura, basi hii sura hiya allati, ni sura ambayo la tamna'u min dukhuli almalaika, haizui malaika kuingia. Kwamba sura ikawekwa chini, labda ikawa nakanyagiwa ile dude lenye sura, au mtu kufanyia kazi tokesha ile tambara kalitupa, basi anasema jambo hilo halizui malaika kuingia. Fa hadithu Aisha munfasil, basi hadithi ya Aisha ni munfasil, imepambanuka, manake imejieleza kwa wazi kabisa. Fa huwa yukhassisu hadith Abi Talha, nayo inahusisha hadithi ya Abu Talha. Fala yajuzu al-akhdhu bi'umumihi, basi haijuzu kuichukua kwa jumla yake, kama faala hadratul katib, kama alifanya huyu mwandishi alikuwa mashuhur, au mwandishi ambaye alikuwa mtukufu, ala annahu qad akhta fihi marratan ukhra, jua kwamba yeye amekosea kwa mara nyingine. Fa innahu istadalla bihi, kwa hakika ametolea dalili kwa hadithi hiyo, ala jawazi taswiri raqmi fi thawb, juu ya kujuzu taswiri raqmi, yani taswiri, yani kupiga picha za maandishi au za michoro, fi thawbi, katika nguo. Wabana alayhi jawazu taswiri ala alwaraq, na akajengea juu yake kujuzu taswiri ala alwaraq, juu ya nini? Juu ya karatasi. Wa hadhihi mughalata, na hili vile vile ni kosa, haifai. فالحديث لا يجيز إلا استعمال على ما فصلنا. الشيخ الألباني سيما فالحديث، بس حديث لا يجيز حيجوزيش إلا استعمال، isipokuwa kutumia ala ma fasalna, katika yale ambayo walikuwa tushayafafanua. Wa amma taswiru sura, ama jambo la kutaswiri picha nafsi yenyewe, fahadha mimma lam yata'arrad alhadith libayanihi, basi hili ni katika mambo ambayo hadithi haijaingia katika kulibainisha.
wa inma ta'arrada lahu hadith Aisha, kwa hakika imeingiliwa jambo hilo na hadithi Aisha katika kulibainisha jambo hilo. Kwa hadithi Aisha ndio ambayo moja kuelezea sura haramu dhawati al-arwah, wa huwa sarihun, nayo ni iko wazi wazi fi tahrimi taswir ala thawb, juu ya haramu wa taswir katika nguo. Manake nguo ambayo ni picha basi inakuwa kwamba haifai, yani picha za venye roho, picha za viumbe venye roho inakuwa haifai. Biqaulihi fihi, kwa kauli yake ndani yake, inna ashaba hadhihi sura yu'adhabun, kwa hakika watu wa sura hii wanaadhibiwa, kwa hakika watu wa sura hii wataadhibiwa siku ya kiyama. Yani watu wenye sura hizi ambazo ni kuchora hizo picha na kuchonga hizo picha wataadhibiwa. Kisha akasema fala yajuzu tarku hadha an-nas, haijuzu kuiacha nasi hii, dalili hii لحديث أبي طلحة وحديث أبو طلحة الذي لم يتعرض لهذه المسألة, ambayo haijajiingiza katika kuelezea masala haya. Hadha bayyin likulli munsif insha Allah, na hili ni jambo ambalo lilikuwa liko wazi kwa kila ambaye alikuwa na insaf insha Allah taala. Masala mwingine zikana siyafahamu kwa sababu hajadurusu. Simefahamu, ikiwa hujadurusu hujapitia wewe ukasema mbona kana una kichina china, sababu tumeanza kati. Simefahamu, lakini kama ulidurusu basi wewe unatirika tu na mimi naenda sambamba. Ikiwa hujadurusu ndio hapo inawezekana kwamba usifahamu. Tunazungumzia dhawati al-arwah, taswir dhawati al-arwah, ta'liq suwar, kuninginiza sura, ambao ni mlango umeanza muda kidogo, hapo katikati pale ingia vitu tofauti tofauti, tumestop darasa tukaja na muraja na mengineyo. Sasa ukidurusu nyuma utaweza kuunganisha na haya leo. Watafarra'u mimma dhakarna, na panazalikana tawi mimma dhakarna, katika yale ambayo tulishakuataja, annahu la yajuzu limuslim, ya kwamba haijuzu wa muislamu arifun bihukmi taswir, ya yule ambaye mwenye kujua hukumu ya taswir, ay yashtari thawban, kununua nguo musawwaran ambayo ilikuwa mfanini imechorwa picha za kiumbe wenye roho. Hata asema walau lilimtihani, hata ikiwa kwa ajili ya kufanyia kazi, basi vile vile itofaa. Lima fihi, kwa yale ambayo liko ndani yake, min at-taawuni ala al-munkar, katika jambo la kusaidia juu ya munkar. Faman ishtarahu, basi yule ambaye atakenunua, wala ilma lahu bilmani jaza lahu isti'maluhu mumtahinan, asema wala hakuna elimu kwake bilmani ya kuzuiliwa, jaza lahu, itajuzu kwake isti'maluhu mumtahinan, kuitumilia katika hali ya kuwa ni mwenye kuifanyia kazi. Simefahamu, ameliona nguo na mapicha kaona hili mimi kwa kubebea matofali litanifaa, ili mimi kwa kuchotea mchanga litanifaa, ili mimi kwa kufanyia kazi ngumu litanifaa. Hajui haramu wa taswiri dhawati al-arwah. Lakini yule ambaye anajua hana haja kununua nguo ile, atanunua nguo nyingine, simefahamu, ambayo ile kwa aina nini, haina picha. Kisha kasema kama yadullu alayhi hadithu Aisha, kama yadullu alayhi hadithu Aisha hadha, kama inavyojulisha juu yake hadithi Aisha radhiyallahu anha. Hii Allahu almuwaffiq, na Allah ndio mwenye kutoa tawfiki. Haya anasema walaalla sura almadhkura, wenda ikawa sura ambayo ilikuwa imetajwa fi akhir alhadith, mwisho hadithi aliposema faqad ra'aytu muttaki'an ala ihdahuma wa fiha sura, kwa hakika nilimuona Mtume sallallahu alayhi akiegemea juu ya moja katika ile mito ambayo ndani yake pia kuna sura. Kana waqa alqat'u fi asema fi wasatiha, imetokezea jambo la kukatwa katikati yake, bihaithu, kwa namna ambayo innaha kharajat an hayatiha, imetoka ile sura katika hay'a yake, yani imekatwa na imetoka katika ile hay'a yake. Wa bihadha jamaa al-Hafidh, na kwa ajili hii amekusanya al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar. Kitajwa al-Hafidh basi fahamu kwamba Hafidh Ibn Hajar, baina al-hadithain, baina hadithi mbili,
wa baina hadithi namraqa, na baina hadithi ya namraqa manake ni mto. Namraqa tumesema kwamba wisadatun saghiratin yuttaqa'u 'alayha, ndio namraqatu ni mto ambao ulikuwa mdogo unaegemewa juu yake. Namraqatu manake wisadatun saghiratun yuttaqa'u 'alayha, ni mto mdogo ambao unaegemewa juu yake. Kenda kwa watu ambao walotia makochi majumbani mwao, utakuta ameweka vijimto, unaweza kugemea hivi, au inawezekana ukakuta ukumbi ambao una makochi na kuna kumbi nyingine zimepangwa chini mito, ukifika unaegemea. Sikifahamu Waarabu ndio hasa hizo ndio mambo yao zaidi hivi. Waswahili sije kuona, isipokuwa kama imefanya basi atakuwa mega Arabu. Umeelewa? Kuna ukumbi unakuwa na makochi maalum special. Aisha kuna ukumbi mwingine unakuwa una nini? Una mito midogo. Kwanza una kama vimito virefu hivi vimeunganishwa vikochi vidogo vya kukalia. Pembeni nakishiwa vizuri, kisha kuna mito midogo, unaweza kuchukua kwa pakato, unaweza kuchukua kaweka hapa juu ya mto kaegemea. Simefahamu? Yaani hizo ni nyumba za watu wengi Waarabu wako nazo katika mazingira haya. Waswahili na wasema kwamba sije kuona, na kama ipo basi watakuwa mega Arabu. Al-mutaqaddima ambayo tushakutangulia bil mas'ala, katika mas'ala ya 33 saifa 103 mpaka 104, faraji'uhu, basi arejee haya. Kisha akasema thumma wajadtu ma yuayiduhu, kisha mimi nikakuta kile ambacho kinachotia nguvu min riwayati Abi Huraira, katika riwaya ya Abi Huraira fi hadithi Jibril alati, katika hadithi ya Jibril ambayo inakuja annahu qala lin-nabii, kwamba yeye alisema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna fil baiti sitran, kwa hakika katika nyumba kuna pazia, fil haiti, katika ukuta, fihi tamathil, ndani yake kwamba kuna mapicha, kuna sura. Faqta'u ru'usaha, basi vikateni vichwa vyake. Faj'aluha basa'id, fanyeni kuwa ni musati, yani yafanyeni kwamba hiyo nini, yani hiyo stara au hilo pazia lifanyeni kwa busati la kukanyagia, au wasa'id, au fanyeni kwa ni mto. Fa'utiuhu, basi kanyagieni, yani fanyeni kwamba yani fanyeni kwa ni doment la kukanyagia tu. Fa inna la nadkhulu baytan fihi tamathil, hakika sisi malaika tuingii katika nyumba ambayo kuna nini, kuna masanamu, kuna picha. Warijaluhu rijalun sahih, na wapokezi wa hadithi hiyo rijalun sahih, ni wapokezi ambao wako sahihi, kama bayantuhu, kama ambavyo shakubainisha fi silsilat ahadithi sahiha, katika kitabu silsilat ahadithi sahiha. Hiyo ilikuwa ni taaliq ya darasa ilikuwa imepita. Ya pili, wa anha qalat, kutoka vile Aisha radhiyallahu anha amesema, hashautu wisadata linnabii sallallahu alaihi wasallam, mimi niliandaa mto kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, manake niliweka pembeni. Hashautu bimaana ja'ala lahu hashia wa hiya janib minhu, nao ni kujalia ule mto pembeni kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kufanya kuja kuegemea. Fiha tamathil kaannaha namraqa, nasema kaannaha namraqa, ndani yake kuna picha kama kwamba nini, kama vile kwamba ni mtu mdogo hivi. Faqama baina albabaini, basi akasimama baina ya milango miwili. Waja'ala yataghayyar wajhuhu, na akawa unabadilika ule uso wake. Faqultu, nikasema malana ya Rasulullah, tuna nini ewe mtume wa Allah sisi, mbona umesimama hapo baina milango miwili wingi ndani? Tuna nini sisi mtume wa Allah, mbona wingi ndani kwetu? Atubu ila Allah mimma adhnabtu, ikiwa mimi nimefanya dhambi basi natubia kwa Allah. Mimma adhnabtu, kutokana yale ambayo mimi ndio kushakuyafanya. Ikiwa kuna dhambi nimeifanya basi natubia kwa Allah. Qala, mtume akasema, ma balu hadhihi wisada, kuna haja gani ya mto huu ewe Aisha? Mbona umetengeza mto ambao una mapicha? Qalat, akasema Aisha, qultu, mimi nikasema, wisadatun ja'altuha laka, huu ni mto ambao mimi nimeujalia kwa ajili yako ewe mtume wa Allah.
litataja alaiha, ili wewe ulalie ubavu, kwa maana uegemee mto huo. Nimefanya kwa ajili yako, tena kwa mapenzi makubwa, ewe mtume wa Allah. Na wanawake mashallah wakipewa dini, wakifahamishwa dini, wanakuwa wanafahamu dini na wanakuwa wanawapenda waume zao vizuri sana. Yani mtu akioa awe mwanamke ambaye alikuwa ana mapenzi ya kweli, ana mawadda ya kweli, mapenzi yake ni makweli sana kwa mume wake, na vile vile kwamba mume naye vile vile mapenzi yake yanatakana kwamba yawe ya kweli kwa mke wake. Kila mmoja anatakana kwamba mpende mwenzake mapenzi ya kweli. Sasa unajuaje kwamba huyu ana mapenzi ya kweli na huyu hana mapenzi ya kweli? Utajua kwa kuziangalia familia. Familia ndio utajua kwamba hii familia ina mapenzi na ina kizazi na iko katika mazingira gani. Kadhalika na mwanamume vile vile atajulikana kwa mapenzi ya kweli. Sasa kitu gani kitakachojulisha katika familia? Baadhi ya wale wanasema utaangalia ile familia, je, wao katika kuoana kwao muda gani wamekaa? Muda mrefu sana. Kwa hiyo katika muda mrefu unaonyesha wazi kwamba hawa wanapendana. Simefahamu. Lakini wengine wakasema hapana, inawezekana tuwashachoka lakini wanavumiliana tu, lakini hakuna mapenzi baina yao. Sasa ikiwa kuna mapenzi baina yao, ndoa inakuwa na faridhi ni yenye kuvunjika. Alhasil, wewe ukiomba dua, omba dua Allah kuruzuku mke ambaye mwenye mapenzi na wewe na mwenye kukupenda kiukweli na mwenye dini. Lakini si wengine ndio shaoa, inakuwaje? Na tunaona sasa kama kuna mapungufu, muombe Allah ile mapenzi ambayo ulikuwa unataka, muombe mke wako, muombe Allah kwamba Allah amjalie mke wako ampende, yani kwamba akupende kikweli, na pamoja na kufanya zile sababu kisha manake unafanya zile sababu za kisheria ambazo zitakazofanya mke wako akupende kiukweli. Mwanamke siku zote anapendwa kwa mambo mengi sana ambayo yalikuwa mazuri. Akifanyiwa anajua kwamba mume wangu ananijali, ananithamini na ananienzi na ananizingatia katika maisha yake. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa muhimu sana kuweza kulizingatia hilo. Sisi tumefahamu muhimu kwenda kuweza kufanya kulizingatia hilo. Na mwanamume hicho ndio ambacho anatakana akifanye katika maisha yake, kwamba wewe una mke, basi jitahidi mke wako usiishi naye kikawaida. Watu wengi wanaishi na wake zao kikawaida. Umefahamu? Wanaishi kikawaida. Kikawaida kivipi? Kwamba mtu anaishi na mke wake katika hali ambayo miezi hata mitatu tu ya mwanzo ndio mapenzi, huruma, kadha. Lakini wewe kama mwanamume siku zote mfanye mke wako ndoa yake ione kwa ni mpya. Ukiingia ndani, ingia na zawadi kwa mujibu wa uwezo ambao Allah alikuwa amekuruzuku. Hata pipi nunua, ambaye hii special kwa ajili yako mke wangu, usitake ile mtu yote isipokuwa ni special kwa ajili yako. Baadhi ya wanawake wakaambiwa hivyo, wasema sasa sile mtu yote au umentilia sumu. Simefahamu. Hawa hawajui mapenzi. Hawa hawajui mapenzi. Na wala mwanamke atakani kwamba alete maneno hayo, sababu yeye ni negative siku zote. Yanaleta negative tu. Yaani ukimwambia hii special kwa ajili yako, sitaki ile mtu yote, hapa una wasiwasi hapo, siko jantilia sumu. Sasa huyu mwanamke atakana pia afahamishwe asilete mambo negative, kwa sababu mwanamume anakusudia mapenzi, yeye analeta upande mwingine. Simefahamu? Sasa ni mambo ambayo yanazidisha upendo. Baadhi ya wakati mwanamume unaingia ndani, unacheza naye, mwambie leo kaa hapa mke wangu, mimi hapa nacheza, wewe niangalie. Unajua kucheza? Kuchezea wewe. Wanaume wengi achezi kwa wake zao. Wako kwenye simu tu. Umefahamu? Mweke mke wako pale chumbani, akashamwambia leo mimi nataka nicheze hapa kwa ajili yako. Unacheza. Umefahamu? Unacheza na unamwambia na unamuita katika kumwimbia. Akaisha siku nyingine unamwambia hebu cheza wewe, mimi leo nataka kuangalia unajua kucheza, nani anamshinda mwenzake. Ndio Uislamu huo. Ndio mapenzi ya kweli, na watu wanatakana kwamba hayo wafanye. Wallahi basi kila kata atakuwa anakuwaza tu. Kila kata atakuwa anahitaji kwamba uko naye karibu. Mara ataonekana shuga yake, tabasamu linamjia tu, anakumbuka yale ambayo ulikuwa ukimfanyia kule ndani. Simefahamu? Yeye atakuwa anakumbuka yale ambayo unafanyia. Anaona mbona unacheka shuga yangu? Tuache tu.
kumbuka mazuri yako. Lakini leo umeingia kawaida, umetoka kawaida, jambo ambalo si la sawa. Watu wanatakana wacheze na wake zao, waonyeshe kwamba wanawapenda, na neno la kupenda pia lisiwe kwamba limeadimika. Na ikiwa kama umeliadimisha, leo uko nyumbani ukisema sema umekuta nani leo, simefahamu, na ukionekana wachezwa leo umepata nani, lazima atakuuliza hivyo kwanza, umepata nani leo. Lakini sasa mtu mwingine anamonea haya ni kumchezea mke wake. Uislamu umekuruhusu hivyo, simefahamu, umekuruhusu hivyo. Ikiwa faragha wewe na yeye, basi cheza naye. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akicheza na wake zake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akicheza na wake zake. Sasa mimi nikicheza pale, si atamvunjia heshima? Hakuna kitu hicho, kwa sababu yeye ndani ya nafsi yake anajua wewe ni nani yake, mume wake. Hajui kama wewe ni shoga yake, wala hajui kwamba wewe ni rafiki yake. Hakuna kuvunjia heshima, kwa sababu anajua mume wangu anafanya haya ili mimi nifurahike, ili mimi niwe na furaha. Baadhi ya wakati ukishamchezea sasa, manake itamtoka tu fulani wewe, kumbe unajua kucheza mume wangu simefahamu. Chezeni nao wake zenu. Na wallahi mambo ya simu yote yatakuwa ni yenye kufanya nini, yatakuwa ni yenye kuachika. Mambo ya simu, sababu simu ndo ambazo zinashughulisha watu. Yaani mtu kaingia ndani ashughulika na simu tu, akitoka simu tu, hana habari na mke wake, au mke hana habari na mume wake. Yaani mume akiingia ndani tu, mtu anataka na simu yake pembeni, kwa sababu tayari kiliwazo chake kishaingia. Au wewe kama uko nyumbani, mke wako alikuwa kwao kaja, basi unajua sasa kiliwazo changu kishakuja. Naam. Kwa hiyo tunasoma kwamba wake wa Mtume walikuwa na mapenzi makubwa sana kwa mume wao ambaye ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema qala, Mtume akasema, ama alimti, hivi wewe hukujua Aisha, anna almalaika, hakika malaika la tadkhulu baitan fi sura, kwamba malaika waingii nyumba ambayo ndani yake kuna sura. Wa anna man sana suwar yu'adhabu yawm al-qiyamah, na kwa hakika yule ambaye mwenye kufanya sura, kutengeneza sura, yu'adhabu yawm al-qiyamah, ataadhibiwa siku ya kiyama. Fayuqalu, basi watasemwa, ahyu ma khalaqtum, vipeni uhai vile ambavyo mlikusha kuvitengeneza nyinyi, vipeni uhai. Hiyo ni ishara ya kuonyesha kwamba hawa watu wapo katika jambo ambalo kwa gumu sana, kwa sababu hawezi kutoa uhai, mtoa uhai ni mmoja tu. Wafi riwayati, na katika riwaya nyingine, inna ashaba hadhihi suwar yu'adhabuna yawm al-qiyamah, na katika riwaya nyingine imekuja, hakika watu wa sura hizi wataadhibiwa siku ya kiyama. Qalat, amesema Aisha radhiyallahu anha, fama dakhala hatta kharajtuha, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuingia mpaka mimi nilipoitoa hiyo picha. Yani ile mapicha alipoyatoa ndo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia ndani, alibakia pale pale baina milango kama hivi, akabakia pale mlangoni Mtume sallallahu alaihi wasallam kuingia ndani mpaka picha hizo alipokuwa amezitoa. Na sisi tu ina kawaida kiwa umenunua kitu, na vitu vingi sasa hivi wazungu, wa sababu wa Kristo, sio wazungu, kwa sababu wazungu baadhi yao wapo Waislamu, makafiri wale wamejua katika vitu ambavyo Waislamu kwa wao vimekatazwa, basi miongoni mwa vitu hivyo ni mambo haya mapicha. Hayo nafahamu, si kwa maana nafahamu. Kwa hiyo wao wakaanza vitu vingi sana ambavyo vina mapicha. Sasa wewe kama ununua sabuni, basi ukishanunua sabuni tu pale nini boksi lake, sio kwamba uleke choni, sijui mfahamu, au mswaki au dawa ya meno, au dawa ya mswaki. Maana wengine wanaita dawa ya mswaki. Hiyo Kiswahili hichi kinatokea wapi? Na mswaki haumwi, wala mswaki sio mtibiwa, lakini ndio Waswahili wasema dawa ya mswaki. Simeelewa, kwa sababu ile dawa inatoka katika mswaki pale, kwa hiyo tunasema dawa ya mswaki. Dawa ya meno, sababu yanatibiwa pale ni meno,
Wewe kama wewe ni katika hao, usije ukasema dawa mswaki hapa. Kisha ndo baba ndani ya nyumba. Watoto unawarithisha lugha mbovu. Inatakana kwamba wewe kila kitu chako kichunge. Hata kuzungumza kwako pia kuchunge. Wewe unaweza kama unazungumza tu, kuna siku unaweza mtoto wako anacheka. Baba wewe ati dawa mswaki. Simefahamu. Sasa unaona baba mwanao anacheka. Hawa watoto siku hizi bana hawana adabu. Yaani anatoa mimi nini? Yaani lugha sisi tangu enzi hizo tunazungumza. Sasa tangu enzi hizo umeachiliwa kosa lako tangu enzi hizo. Si kwa baada ile kosa kwamba yani kwamba ndio ilikuwa sahihi unazungumza. Hao walikuwa enzi hizo wanakuachia unasema hivyo. Ndio shazoea ile kosa. Sasa inatakana wewe ujirekebishe wale watoto manake wapate kuchukua kile kitu ambacho kilikuwa kiko sahihi. Ameweka nambari 1, akhrajahu al-Bukhari, amesimulia hadithi hiyo al-Imam al-Bukhari. Juzuu ya pili ukurasa wa 11 na vile vile katika juzuu ya 4 ukurasa 105. Wa Abu Bakar al-Shafi'i fi al-Fawaid, na Abu Bakar al-Shafi'i katika kitabu al-Fawaid juzuu ya 6 ukurasa wa 68. Wa ziyadatu lahu, na ziyada ni yake. Wa isnaduhu sahihun, na sanadi yake ni sanadi ambayo ilikuwa sahihi. والحديث أخرجه الشيخان، حديث يمسميه مشيخ وويلي شيخ البخاري شيخ مسلم شيخان. baadhi ya watu wanasema kwamba bana hadithi zao zinasimuliwa na mashaitani. Yani baada ya kusikia sheikhani anasikia shaitani. Simefahamu. Akhraja al-shaykhan, yeye basi akili yake imekwenda akhraja al-shaytan. Kama kuna maingiliano fulani hilo lafdhi. Sasa ni mashekhe wawili. Wa ghayruhuma binahwihi, na wengineo kwa hadithi ya mfano kama hiyo. Huwa mukhraj fi takhrijina, na hiyo hadithi hiyo imesimuliwa fi takhrijina, manake imetolewa takhrij zake katika takhrij yetu لكتاب الحلال والحرام، katika kitabu ilizungumzia al-halal wal-haram lil-ustadh cha ustadh. Ustadh ni tamko, sikilizeni, ustadh ni tamko, lakini katika miji yetu mara nyingi ikizungumzwa ustadhi wa madrasa, tumefahamu au ustadhi wa nasomesha, au ustadhi wa nyimbo wa taarab na kadha na vitu kama hivyo. Lakini ustadhi wa taarab ishakufa ambao wimbo huu utakuja kutumbuizwa na ustadhi au litiwa sauti na ustadhi al-marhum kadha wa kadha, utakuja kutumbuizwa na ustadhi al-habibi fulani. Haya mambo haya yashakufa kwa sababu ustadhi cheo ni cheo. Umefahamu? Na cheo hichi maana yake kwa lugha ya Kiswahili ni profesa. Tumefahamu? Maana yake kwa lugha yetu ni nani? Profesa, sio ustadhi kwamba ukaona kama mtu ustadhi hapo, kwa sababu ustadhi anaonekana kama mtu wa chini. Yaani mtu akikuita ustadhi maana yake amekuita profesa wewe. Ustadhi ni lugha ya Kiarabu. Yaani cheo cha ustadhi kiko juu kuliko shekhe. Lakini sisi tumeona shekhe ndo kiko juu kuliko ustadhi. Ustadhi ni profesa. Daktari ustadhi fulani. Simefahamu? Na mara nyingi inapo inaandikwa alifu tu. Yaani alifu ndio hiyo ustadhi. Yaani kwamba huyu mtu amefikia cheo cha profesa. Unaweza ukamsoma sheikh fulani lakini pale kaandikwa D, dal, aisha kaandikwa alif, aisha kaandikwa sheikh fulani. Manake huyu ana doktora, ana profesa. Simefahamu? Kwa hiyo nyinyi wasomi msiwe kama watu wa kawaida. Inatakana kila kitu mkijue maana yake na mweko wake. Sababu ndo kama hivyo mnasoma vitabu. Unaweza ukasema ndio ustadhi wa kawaida. Huyu jamaa kapinda huyo Karadhawi lakini profesa. Simefahamu? Huyu jamaa ni nani? Ni profesa. Na ndio maana Sheikh Al-Albani akampa cheo chake kwamba ni profesa. Sasa sijui ilikuwa nataka iandike kwa Kiarabu profesa. Au vipi? Hivyo vyo kwa Kiarabu pia vina maana yake. Sisi ndio tunaita profesa, Kizungu tunaita profesa, Kiswahili tunaita profesa, ngazi ya juu ya elimu. Sasa na huyu naye anasema kwamba kitabu cha ustadh maana yake nini? Kitabu cha profesa.
Yusuf Qaradawi Al-Halal wal-Haram. Sheikh Al-Albani hicho kitabu amekifanyia takhrij hadithi zake, amezielezea na akazitolea sanadi yake hadithi, akaita Ghayatul Maram fi takhrij al-halal wal-haram. Vitabu vyote vya talib ilmu muhimu inavyo. Ghayatul Maram fi takhrij al-halal wal-haram. Ghayatul Maram cha Sheikh Al-Albani, al-halal wal-haram cha nani? Qaradawi. Simefahamu. Sasa hiyo vitabu vyote nzuri kwamba unavyo wewe talib ilmu na uwe na hitimamu ya kununua vitabu. Mara nyingi sisi tunasema jambo hilo, wallahi sisi tulikuwa na hitimamu kubwa sana kununua vitabu enzi zetu. Sisi hatukipiti kitabu katika kusoma kwetu kama hivi, hatukipiti kitabu kila mmoja hujiambia kwamba hichi kitabu sina, katika maktaba yangu hichi kitabu sina. Basi ikimalizika darasa asubuhi yake, kama mtu ana vijipesa vyake anakwenda katika duka, nataka Ghayatul Maram fi takhrij al-halal wal-haram, nataka kitabu al-halal wal-haram, na kitabu hichi. Basi vile vitabu vyote unakuwa uko navyo, walillahi alhamdu wal minna. Sasa ni muhimu sana mtu jisikie kitabu, unajua hichi kitabu mimi sina katika maktaba yangu, hakimo katika maktaba yangu, natakana kiweke kio, kama wewe unataka una maktaba kwa uchache kama msikiti. Lakini ikiwa mwenyewe umetosheka na kimeza chako, umepanga vitabu vyako juu, ukaona kwamba ndo maktaba, sababu wengi wao wamepanga kimeza hivi kisha ndo kapanga vitabu vyake pale. Na wengine wanasema kama ustazi unaviona vile vimeza vyetu pale nyumbani. Simefahamu. Sasa jambo ambalo mtu anatakana kwamba akuwe kielimu, sababu kila unaponunua kitabu, vitabu unapokuwa unanunua zile zana ndio unakuwa kielimu, na inakusaidia kuja soma wewe wanao watakuja kusoma. Na wallahi vitabu ile kuwepo ndani tu peke yake inakupa nguvu ya kusoma, inakupa hamasa ya kusoma, inakushajihisha katika jambo la kufuatia masala ya kielimu mpaka ufikie pahala ambapo alipokuwa pazuri. Sisi tumenunua vitabu vingi sana kipindi hicho, vingi kwa maana vingi. Kama hivi vitabu tunavyovieleza hapa tumenunua zamani kweli. Hiyo Ghayatul Maram zamani sana, hiyo sijui al-halal wal haram zamani sana. Kuna kitabu kingine al-halal wal haram cha Sheikh Ibn Uthaymeen, simefahamu, zamani sana. Sasa muhimu kitabu nacho, na kwa sababu wewe ni talib ilmu na mambo mengi unatakana uyafanye, dai, khatibu, vitu vingi unakusudia uvifanye. Pamoja na kwamba ulimwengu sasa hivi maktaba nyingi zimeingizwa katika mtandao, lakini hasa vitabu ndio suluhisho. Usikudanganye mtu, sababu unaweza kuingia katika mtandao na mtu akakosea kuweka kile kitabu katika uhalisia wake, ukirudi katika kitabu mbona kuna tofauti baina kitabu na hii mtandao. Achana na mtandao, chukua kilichokuwa katika kitabu. Yeye anasema kitabu hicho cha Yusuf Qaradawi na vitabu vinginevyo ambavyo talib ilmi ukipita kitabu akisha ukasema hichi siko nacho na kaka kinapatikana, basi kuwa na ihtimamu ya kutafuta hicho kitabu. Na yeyote ambaye mwenye ihtimamu ya kusoma, basi kitabu anakuwa na ihtimamu nacho, anakuwa na bidii nacho kuweza kukipata kitabu hicho. Kwa hiyo anasema lil ustadh Yusuf Qaradawi, kitabu cha Profesa Yusuf Qaradawi, raqam nambari 121. Waqad madha fil kitab, na kwa hakika imeshapita katika kitabu katika sahifa 103 mpaka 104. Wa huwa sarihu dalala, nayo iko wazi dalili yake, ala anna sura adh-dhahira, kwamba sura ambayo iko wazi tamna'u min dukhuli al-malaika, inamzuia malaika kuingia, inazuia kuingia kwa malaika, walau kanat mumtahina, hata ikiwa kwamba za kufanyia kazi. Yanahu sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam imtana'a, amejizuia yeye minad-dukhul, kutokana na kuingia, hata ukhrijat, mpaka hizo picha zilipotolewa. Wafiha qala kalimatahu, ndani yake kuna akasema maneno yake mtume sallallahu alaihi wasallam,
innal malaikata la tadkhulu baytan fihi sura, hakika malaika haingii katika nyumba ambayo kuna nini, kuna sura. Malaika haingii katika nyumba ambayo kuna sura. Kwa hiyo Muislamu yampasa kwamba yeye ajitahidi katika jambo zima la kuhakikisha kwamba pale anapoishi, anapokaa, basi asininginize sura katika kuta wala asiweke mapicha. Na kipindi hichi cha mambo ya kisiasa, wengine wanachukua picha za wagombea wanaweka katika nini, katika kuta au katika nyumba zao, jambo ambalo halifai. Usiweke picha katika kuta wala katika nyumba, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa linapelekea malaika siingie, na ikiwa malaika hatoingia, ina maana shetani unampa nafasi ya kuingia sehemu hiyo. Shetani akiingia, basi unamfanya yeye awe ni mwenye kufanya nini, mwenye kutawalia yale mambo ambayo yalikuwa yamo ndani ya ile nyumba na kuweza kupata nguvu katika nyumba hiyo. Kwa hiyo wewe mwenyewe unajua nyumba ambayo unaishi ikoje, mazingira yakoje. Sasa ikiwa mazingira yako hivyo, basi picha zinatakana zitoweke. Na baadhi ya nyumba, baadhi ya nyumba zinakuwa wenyewe wanapamba nyumba zao kwa kuweka baadhi ya picha kama vile buraki, kwa kuweka baadhi ya picha kwamba watoto wamekamata misahafu wanasoma Qur'ani, picha zikawa zimewekwa, au kwamba pamewekwa picha za viumbe vyenye roho, lakini katikati kuna Ayatul Kursiyu. Simefahamu? Mtu kimwambia ondosha, ina maana mimi ondosha Ayatul Kursiyu, sio Ayatul Kursiyu. Hapo imechanganywa mambo. Simefahamu? Imechanganywa nini mambo. Kwa hiyo alhasil, shubha sasa hivi ziko nyingi sana na mambo sasa hivi yako mengi sana. Sasa ikiwa mtu hakai darasani akasoma dini yake, ndio unakuta mambo mengi anayafanya kimazoea, anaendesha katika hali ambayo ilikuwa ya mazoea. Lakini Uislamu hutaki hivyo. Uislamu unatakana kwamba watu wasome dini, waielekee dini, wafahamu dini, kisha wafanye mambo kielimu. Kwa leo kini hapo inshallah, kija biidhnillah tabaraka wa taala tutakuja kuendelea na yale ambayo yanafuata mbeleni inshallah taala. Wallahu a'lam.